Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ilishuhudia tukio muhimu sana, tukio la kuwekwa saini tamko pamoja na ajenda ambazo zilihusika katika mazungumzo ya vyama vyetu, chama chetu cha ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi, kufuatia mazungumzo yaliyodumu miezi 8 katika ardhi hii ya Zanzibar. Baada ya kitendo kile adhimu na cha kihistoria, tunakumbuka, naomba niwarejeshe, siku ya tarehe 12 mwezi wa pili, katika ukumbi huu, muda kama huu, tulipata ujumbe wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Zanzibar, tulioitwa leo ndio tulioitwa kipindi kile. Wakati ule alikuja kutueleza maendeleo ya mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea, mwenendo wa mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea. Lakini baada ya yote, mwenyekiti alituahidi kwamba katika safari hii ya mazungumzo, chochote kitakachojiri, kuwa na kutokuwa, baada ya kitendo kile cha tarehe 9, siku ya tarehe 12 mwezi tarehe 11 samahani, mwenyekiti wetu aliwaita viongozi wote wa chama, wenye viti na makatibu wa mikoa 11, wajumbe wa kamati kuu pamoja na waheshimiwa wabunge na wawakilishi. Aliwaita bunge pale, akawaeleza kile kilichojiri. Haikuishia hapo. Siku iliyofuata ya Jumapili, aliteremka sasa katika ngazi za mikoa. Aliwaita viongozi wote wa mikoa 7 ya Unguja yenye majimbo 32, yenye matawi zaidi ya 274. Aliwaita pale Pikadili kwa ajili ya kuja kutekeleza ahadi yake. Tupigeni makofi. Leo, siku 2 baadaye, yani leo tarehe 14 mwezi wa 7, amekanyaga katika kisiwa cha Pemba katika lengo la kutimiza ahadi yake. Tupigeni makofi. Asubuhi baada ya kufika, alifika katika mkoa wa Micheweni, na mchana huu yupo katika ardhi hii ya Wete katika ukumbi maarufu wa Baraza la Wawakilishi. Lengo na madhumuni ni kuja kufungua Kijaluba. Kuja kufungua Kijaluba. Kijaluba ambacho ni matokeo ya miezi 8. Katika miezi hiyo 8 tulikumbwa na changamoto nyingi. Tunakumbuka kulikuwa na mambo mengi ya kukatishana tamaa. Kulikuwa na mambo mengi ya kuvunjana moyo, lakini ACT Wazalendo ina jemedari na ina nahodha madhubuti kabisa. Leo alhamdulillah tumefika katika hatua hii. Katika hatua hiyo, kwa kweli, pamoja na changamoto, lakini hatukuyumba. Tulisimama katika msimamo. Mwenyekiti wetu, kutokana na umakini wa uongozi wake pamoja na majumaduni, wametufikisha siku ya leo. Waswahili husema ukionacho kinaelea, basi ujue kinaona. Pamoja na mafanikio haya ambayo tumefikia, lakini kwa kweli shughuli yetu hii ilitokana na umakini wa timu ya ushauri. Timu hiyo ilikuwa na uratibu wa makamu mwenyekiti wa Zanzibar, ndugu Ismail Jusa Ladu. Tupigeni makofi kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya ya kumshauri mwenyekiti mpaka hatimaye tukafika katika hatua hii. Lakini jambo hili linahitaji
umakini pamoja na utulivu wa nafsi. Kweli si kweli? Mwenyekiti wetu angalikuwa hana utulivu wa nafsi, kwa kweli hili jambo lingalikorogeka. Kila kwenye mafanikio ya mwanamume, nyuma yake kuna mwanamke ndio anayemsaidia. Tusikose shukrani kwa mama yetu mpenzi Bi Zainab Kombo Sheikh. Kwa kweli anahitaji sifa maalum. Pamoja na yote, ndugu mwenyekiti, wakati wewe na Babu Juma mnaendelea na kazi huko, sisi secretariat tulihakikisha kwamba chama hakilali. Tulihakikisha kwamba tunatoa support yetu kwa kuhakikisha kwamba viongozi na wanachama wote tunashikamana katika jambo hili. Ndugu mwenyekiti, napenda nikuarifu kwamba wakati nyinyi mnapambana, sisi tunaimarisha chama. Mkoa wetu wamefanikiwa kuitisha mikutano mikuu ya matawi yote yaliyo katika ardhi ya Wete. Lakini pia tumefanikiwa kuitisha mikutano mikuu ya majimbo 4 kati ya majimbo 5. Tujipongezeni kwa hatua hii. Yote hiyo ni kuonesha mshikamano na sapoti yetu kwenu ili muweze kufanya kazi vizuri sana. Ndugu mwenyekiti, kama ilivyoelezwa kwamba awali tulikusudia kufanya mkutano wa hadhara siku ya leo na juzi ilikuwa ni Unguja, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa. Lisilokuwa la leo litakuwa la kesho. Ndio maana leo tukajikusanya hapa. Ilikuwa Wapemba wote tukusanyike katika mkutano wa hadhara, wa Unguja wakutane kule kwa ajili ya kuja kutekeleza jambo hili. Lakini leo tumewaita viongozi na unaona hali sasa hivi mpaka nje huko viongozi wameshindwa kuingia katika ukumbi. Sasa baada ya dibaji hiyo, mwenyekiti leo kafuatana na viongozi wake wakuu wasaidizi na washauri, ikiwemo makamu mwenyekiti wa Zanzibar na makamu mwenyekiti bara, ambao watamsaidia kutatua maplastiki yale ya Jaruba. Sawa? Kwa hiyo naomba tumkaribishe kwa shangwe kubwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa upande wa bara, ili ajianze kazi ya kusafisha njia, hatimaye mwenyekiti aje kuzungumza. Sasa nije naomba kabla hajaja mwenyekiti hapa kwa nderemo kubwa ya kumkaribisha Wete, ndugu Ishaq, makamu mwenyekiti, ule wimbo wetu maarufu, kwa sababu bado hapo